Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji mpendwa, hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba hali yako ni shwari tu. Umeweza na kuamka ukiwa salama, ukaweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana kama vile ambavyo ukukumbusha tu kila wakati, imegharimu nguvu zake mkono, yani mkono wake, neema zake, vile ambavyo yani ameweza na kukuonea hiyo neema mpaka akakuweka, akakulinda siku ya leo, akakuamsha, akakubariki na siku mpya katika maisha yako, akakubariki na wiki mpya katika maisha yako. Hivyo basi tufanye nini ila kumshukuru? Tumshukuru kila wakati. Yeye ni baba yetu, yeye ni Mungu wetu, anatupenda, anatujali. Kwa hii wiki, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa na watumishi ama mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tutakuwa naye hii wiki yote. Na sana asubuhi ya leo na siku ya leo pia ninakukaribisha na kukuambia kwamba karibu sana. Karibia katika runinga yako, ukaweza na kupokea yote yale ambayo tunaletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City, Mukaa Pastorate, Makueni, Sub-Kota. Nikitumai kwamba kubarikiwa nayo utaweza na kubarikiwa hii wiki yote. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba yani vile ambavyo umeweza na kunjichagulia kuendelea na kufuatilia hiki kipindi huko mahali ambapo panastahili. Jiandae ili tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Ujambo mtazamaji wangu, karibu katika wazo la siku ya leo. Na tutasoma katika kitabu cha Zaburi, sura yake ni ya 90, aya ya 12. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, na kushukuru na kulimidi jina lako wakati huu mwema. Asante kwa ajili ya kibali cha uhai kwa yule mtazamaji. Bwana uzidi kumbariki na uwe pamoja nasi katika neno lako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Tutazungumzia juu ya kukomboa wakati, na tunazungumzia zaidi juu ya kutumia wakati kwa hekima. Mungu alitupa wakati ili tukaweze kuutumia kwa kadri ya neema na mapenzi yake. Umuhimu wa wakati ni kwamba ukitumia vizuri huo wakati unaweza kusaidika maishani mwako. Usipoutumia vizuri hautaweza kufaidika. Utakuwa tu ni kuharibu wakati. Tunatumia wakati kwa maneno kama haya. Tunapojiuliza sisi wenyewe, mtazamaji, wewe na mimi, je, lini, wapi, mwisho, mwanzo, vipi au je? Maneno hayo ni ya kutuonyesha ya kwamba ama yanatufundisha kila wakati, ama kujua na kutenda kila jambo linalofaa katika wakati unaofaa. Tunaweza kusema ya kwamba na sababu ama tutumie wakati kwa njia inayofaa. Kama vile tukisoma hapo awali, Daudi anaeleza juu ya kuhesabu siku zetu. Tunapohesabu siku zetu, hiyo ni kumaanisha ya kwamba si kuhesabu 1, 2, 3, lakini ni kuhesabu kwa ile njia ya vile unavyotekeleza kazi za kila siku, ama vile unavyozitumia zile siku zako, kwa sababu kila siku inakuwa na kazi yake. Maswali Mungu, tukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1, tunatazama na kuona ya kwamba
Mungu alikuwa na mpango mzuri kwa masaa ama kwa wakati wake. Aliziumba mbingu na nchi, na Mungu aliweka usiku na mchana. Kukawa mchana, ukawa usiku. Na tukaona alifanya kazi siku 6 na siku ya 7 hivyo basi akapumzika. Hapo tunaweza kujua ya kwamba hako na haki kusema na kutambua, kutuambia tutumie siku zetu kwa njia inayofaa. Hebu fikiria jinsi unavyotumia siku zako hapa duniani. Unazitumia namna gani? Na hapo niko na swali. Swali ni, tunawezaje kukaa bila wakati au kuomba au kuukomboa wakati? Moyo wenye hekima. Daudi amezungumzia ya kwamba ili tujipatie moyo wenye hekima. Naona tunakujua ya kwamba moyo wenye hekima ina maana kwamba sasa kumheshimu Mungu, kumtii, kunyenyekea, hayo ni mambo muhimu tunaposoma juu ya kuwa na moyo wenye hekima. Mpaka utambulike katika mambo hayo. Naweza kujua ya kwamba pamoja na kumtii Mungu, sasa hekima kwa kufanya kazi, hekima kwa kuhesabu zile siku zako, hekima za kutumia zile siku zako ambazo unaishi hapa ulimwenguni. Kwa hivyo tunaweza kusoma ya kwamba hata kufanya kazi ya Mungu kama kuwahubiria wengine wapate kuokolewa. Hiyo ni jambo tu moja baadhi ya zile siku zako jinsi unazozitumia. Tufanye hayo kwa sababu ni ya yule aliyemtuma, ambao Mungu alimtuma mwanae Yesu Kristo ili aje kutekeleza kazi na kuukomboa wakati alipokuwa hapa ulimwenguni. Mtazamaji wangu, kuna jambo la maana la busara kama vile kujua mpango wa Mungu kwa njia ya kuutumia jinsi unaofaa. Tufanye hayo kwa sababu tukijua ya kwamba siku ikifika tutapewa taji. Wakati ule ambao hautaweza kufanya chochote, fanya kazi sasa, kwa sababu siku inakuja ile ambayo itakuwa ni usiku na hakuna mchana wa kufanya kazi tena. Mpendwa mtazamaji, je, unatumia wakati wako namna gani? Wakolosai 6 mstari wa 10. Usijifuatishe namna ya watu wengine jinsi wanavyofanya. Fanya kwa ule mpango wako, fanya vile kama umefunuliwa kufanya vile, fanya kwa njia inayofaa na inayostahili. Wakati ambao uko mikononi mwetu, wakati hauko mikononi mwetu, bali wakati uko mikononi mwake Mungu. Mambo hayo ni kuona ya kwamba Mungu tunapaswa kutumia wakati kwa mambo ambayo ni ya manufaa zaidi katika maisha yetu na hata manufaa kwa wengine wale ambao tunaokaa na wao. Mungu anakupenda, Mungu anakujali na Mungu anakuongoza. Je, siku ya leo katika fundisho hili, naomba mtazamaji wangu uweze kujipatia jambo la kukusaidia maishani mwako na haswa katika mwenendo wako kwa mwaka huu. Yawezekana mwaka jana ulijiachilia kiasi ya kwamba hata masaa mengine yalikuwa yanapita bure. Siku zingine zilikuwa zinapita hukujua umefanya nini. Lakini kwa sasa mwaka huu jipange, ujue kuzihesabu siku vizuri na kutumia muda ama wakati jinsi ukupasavyo. Tukiangalia tunaweza kusema ya kwamba mtazamaji, ya kwamba Mungu yeye ni Mungu wa mipango. Mungu ni Mungu wa mambo mazuri. Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu wa kujua na nyakati zote kwa sababu ni zake. Kuna wakati wa kila jambo. Kuna wakati wa kuimba, kuna wakati wa kuomba, kuna wakati wa kusoma neno. Hebu jipange na Mungu atakubariki. Tukitazama katika maandiko, neno hili ambalo limeandikwa pale, utumie wakati wako. Sura ya 10, Zaburi 90, sura ya 12. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Je, unahitaji kuwa na moyo wenye hekima? Dumu katika Kristo. Muombe Mungu kila wakati akupe nguvu na akupe hekima
jinsi ya kuishi na kuendelea katika maisha. Unaweza kuwa mwalimu wa mwingine, unaweza kuwa kielelezo kwa wengine kwa jinsi unavyojipanga. Nataka kupeana mfano vizuri ule ambao unaweza kuelekeza na kuelewa kuhusu kichwa cha leo. Ukienda pale shule, watoto wanapangwa vizuri na walimu wao. Hakuna dakika moja ya kuharibu, hakuna saa ambayo inapita bure, kila wakati wako na kazi, kila wakati. Kwa hivyo na sisi tujipange. Mpendwa mtazamaji, jipange. Na mimi pia kujipanga ili tukaweze kufanya lipendezalo mbele zake Bwana. Kwa hivyo wakati huu tujitie moyo, wakati huu omba Mungu akupe nguvu, wakati huu uweze kujipanga na hata ikiwezekana kuweka mipango. Saa fulani nitafanya hivi, saa fulani nitafanya hivi, saa fulani nitafanya hivi. Na hivyo basi Mungu atakubariki na ataona wewe ni Mungu wa mipango na wewe ni mtu ambaye anayefaa kwa kila wakati. Bwana aibariki neno lake. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi, mimi na mtazamaji wangu. Bwana ukapate kumbariki na uwe pamoja naye. Mpe kuendelea zaidi na zaidi ujumbe huu ukapate kumbariki siku ya leo, ili kwa sababu huu ni mwaka mpya akaweze kuwa kielelezo chema popote pale alipo kwa mipango na kazi na kutunza masaa inavyopaswa na nyakati. Mwenyezi Mungu, mahitaji ya mtazamaji unayafahamu na unayaelewa. Baba ukamtimizie neema na baraka ziwe nasi. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Kuishi kwa hekima kwa kutambua ufupi wa maisha yetu. Hilo fundisho ambalo tumeweza na kuletewa asubuhi ya leo. Tumeweza na kujua kwamba maisha yetu ni mafupi mno. Hivyo basi tunafaa kuishi kwa hekima. Tunafaa kila siku, tuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ama Mwenyezi Mungu ataweza na kufurahia tukiwa tumeishi namna gani. Tunahimizwa tutumie wakati wetu vema, maana maisha ni mafupi, na tuweze kutumia huo wakati kwa mambo ambayo yanafaa. Kama kumcha Mungu, kufanya mema na kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hayo tu. Kumcha ama kumtii Mwenyezi Mungu. Kuishi kulingana na mapenzi yake mwenyewe na kutenda mema kila wakati. Tendea mwenzako mema. Mtendee mema yale ambayo ungependa hata wewe akaweza na kukutendea. Maana hakuna mtu ambaye huwa anapenda kutendewa mabaya na watu wengine. Hivyo basi kama vile ambavyo wewe huwa unapenda kutendewa mema na wale wengine, hata nawe pia ukaweze na kuwatendea mema. Unataka wakunenee mema, pia nao wanenee mema. Wabariki ili nao pia ukaweze na kukubariki. Na kile cha muhimu sana, kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu kila wakati na kuishi katika mapenzi yake. Tukijua kwamba maisha ni mafupi mno. Hatujui kesho kutwa kutakuwa namna gani. Ila tu Mwenyezi Mungu ndiye anajua, maana maisha yetu yako katika mikono yake. Ni yeye anajua sisi wote. Ni yeye anajua maisha yetu atakuwa namna gani. Tutaweza na kuishi kwa muda mgani katika uso wa dunia. Hivyo basi tutumie wakati wetu vema, vizuri, tukitafuta kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu na atubariki. Roho wake Mtakatifu azidi na kufuatilia hilo fundisho katika maisha yetu na kutufundisha mengi. Uwe na siku njema na tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.